Bwana Mama Dangote ameweza kueleza hisia zake juu ya bibi Zuchu na akisema ya kwamba sitamani kumuumiza kwa namna yoyote ile, ila ndio vile tena mambo yanakuwa mengi, kila binadamu ameweza kuumbiwa makosa. Hivyo kwa upande wangu ninasema ya kwamba nisamehe, mimi ni binadamu na pia sijakamilika. Kuna mambo mengi ambayo nimekuwa nikipitia katika maisha, na wengi wao walitamani sana kuweza kuona maisha yangu yakiwa katika misingi na mikakati iliyo bora, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo yangu yanavyozidi kuharibika. Hivyo sina budi kuweza kuomba msamaha katika kila kosa ambalo naweza kumtendea mtu mmoja hadi mwingine. Mimi ni binadamu na pia nina mapungufu na nina madhaifu pia, hivyo nichukue nafasi hii ya kuweza kuomba msamaha kwa kila mtu ambaye niliweza kumkosea, kwa sababu naamini mimi sijakamilika na kila mtu anatamani kuweza kuona kila kitu kikiwa katika mikakati na misingi iliyo bora zaidi, ila tunaamini kwenye hili kuna wengi ambao watakuwa wamejifunza kutokana na makosa ambayo yaliweza kufanyika. Isitoshe Mama Dangote kuweza kuzungumza hivyo, kiukweli baada ya kuweza kusema hivyo, kila mtu alimsifu na kumwambia kwamba huo ndio wanawake ambao tulikuwa tunautaka kwa muda mrefu kuweza kuona, kwa sababu umekuwa ukimdhihaki sana bibi Zuchu pasipokuwa na msingi wa aina yoyote. Na leo hii tumeweza kuona baadhi ya ndugu jamaa na marafiki nao waliweza kulizungumzia hili, ila kwa vile umetambua kosa lako na unajua ni kitu gani ambacho unachotakiwa kuweza kukifanya na ni kitu gani ambacho hustahili kuweza kukifanya, basi Mungu aendelee kukupa neema na baraka katika maisha yako. Kikubwa msiwe hivyo. Mama Dangote unazingua sana, kwa sababu binti wa watu anaonesha mapenzi ya dhati na wewe, lakini wewe umekuwa mtu ambaye hutamani hata kuweza kumuona katika maisha yako. Ifike kipindi muanze kutambua na kuelewa maisha ya hawa watu yanakuwa katika namna gani, vile ambavyo mnavyowachukia. Hili jambo tunatakiwa tuweze kuliangalia kwa namna nyingine, maana hiki mnachokifanya kiukweli sio kitu kizuri, na pia mnatakiwa kuweza kuwa na heshima na adabu kwa namna moja ama nyingine, ila kwa hiki mnachokitengeneza kiukweli sio kitu kizuri, na mnatakiwa kuweza kubadilisha mwenendo wa maisha yenu.